una huruma na nchi yako. Ni wakati wa kumwomba Mungu. Tumebakiza siku 2 tu uchaguzi uanze, na tunaomba Mungu ya kwamba usijiingize kwenye vikundi vya aina ambavyo haviko kwenye eneo la Mungu. Kuna vikundi ambavyo haviko kwenye eneo la Mungu, na wewe una wajibu mmoja wa kumwombea rais na mbunge na diwani, serikali kuu yote ya nchi. Wewe unayo wajibu wa kuwaombea. Kama ukimlani, najua hutamuombea. Na tunaishi tukipata amani kwa muda mrefu ni kwa sababu ya maombi. Kama watu wasingeomba kwa muda mrefu, hii amani ulionayo usingekuwa nayo. Lakini mpaka umezaa, umekuwa na wajukuu, hujawahi kuona vita, haujawahi kuona watu wanakimbia wakiwa kwenye hatarishi. Ni kwa sababu ya maombi yako. Sasa hizi siku 2 ni siku za kuomba. Tena ikiwezekana usile, funga na maombi mpaka siku utakapokwenda kupiga kura yako iwe ni ya thamani kubwa. Unamaliza kupiga kura, rudi nyumbani, kajifungie mlango, muombe Mungu, kwa sababu umemaliza tukio kubwa ndani ya miaka 5. Maana ni tukio ambalo ni ndani ya miaka 5 ukiwa unamlilia Kristo. Sisi tunajua haki zetu ni kwa Yesu, sio katika ulimwengu huu. Sisi tunaomba tuwe na amani na furaha ndani ya maisha yetu. Huwa nashangaa sana, kuna waimbaji ambao wanasema wanaishika jina la Yesu, lakini unakuta anaongea, anaweka wimbo wa kusema kuna watu wamepotea, wameenda wapi? Na wamepotezwa na watu wasiojulikana, wamewana watu wasiojulikana, wameenda wapi? Wewe hujaitiwa huo wito. Hauwezi ukaingia kwenye wito ambao sio wa kwako. Wito wa Kristo huwezi ukafanya hayo, ukaingia kwenye wito wa dunia. Wewe wito wako ni wa kuhubiri Yesu Kristo. Wewe unaingia kwenye habari ya watu waliopotea, wewe unawajua wewe. Huo wito ni wa wapi? Eneo la watu wengine, sio eneo lako wewe. Wewe eneo lako ni la kumtukuza Kristo. Maana vita vyako si vya damu na nyama, bali ni vya giza. Ukiingia huko na usifanikishe kile ulichokifanya, umefanyeje? Kazi uliyoifanya ni ipi? Maana umeingia kule, ukatoka kwa Yesu, ukaingia duniani kwenda kuangalia waliopotezwa, kwenda kuangalia waliouawa na watu wasiojulikana. Sasa halafu nataka udanganye tena, unarudi kwetu kwa Yesu. Yesu anakupiga mara 2 na mara 3. Tunaye Yesu anasimamia katika haki yetu sisi ambao tulioko kwa Yesu. Ndio maana anasema watakuja kwa kutumia jina, kwamba na wao wameokoka, kwamba na wao ni wahubiri, kwamba na wao wanajua, ili wakupoteze, wakutoe kwa Yesu uingie kwao. Tuachane na hayo, tumfuate Yesu aliyetufia pale.